Watu wengi hufanya kazi kwa bidii sana, lakini mwisho wa mwezi wanajiuliza swali lile lile: pesa imeenda wapi? Tatizo sio mshahara mdogo pekee. Tatizo kubwa zaidi ni kutokuwa na ufahamu wa pesa zako. Pesa haipotei ghafla, hutoka kimya kimya kupitia maamuzi madogo unayofanya kila siku bila kuyatilia maanani. Kabla hujalaumu uchumi, kabla huwalaumu watu, anza kwa kuelewa kanuni hizi 7 zitakufanya uione pesa yako kwa macho mapya. Kabla hatujaanza, hakikisha umesubscribe kwenye channel yetu ya GR Hamasa Wisdom ili usikose elimu ya maisha kila siku. 1. Pesa hufuata maamuzi, si matamanio. Watu wengi huishi kwa kusema nataka kufanikiwa, nataka kuwekeza, nataka maisha bora, lakini pesa yao haifuati maneno yao, inafuata maamuzi yao ya kila siku. Unaweza kusema unataka kujenga kesho, lakini pesa yako inaenda kwenye starehe za leo. Unaweza kusema unataka maendeleo, lakini pesa yako inaenda kwenye vitu visivyoongeza thamani yako. Chukua muda uangalie matumizi yako ya mwezi mmoja tu. Usijidanganye, angalia kwa uaminifu. Mahali pesa yako inapokwenda, ndipo vipaumbele vyako vya kweli vilipo. Kama pesa yako inaenda zaidi kwenye anasa, basi ndoto zako zipo kwenye hatari. Maamuzi madogo ya leo ndiyo yanaunda maisha makubwa ya kesho. 2. Kila pesa isiyoandikwa huwa inakutoroka. Pesa ina tabia ya ajabu sana ikisipofuatiliwa, hukimbia. Ndio maana watu wengi husema sikutumia pesa nyingi, lakini hawana hata shilingi ya kubaki. Pesa ndogo ndogo ndizo zinazoangamiza watu wengi: nauli za ziada, vocha zisizo na mpango, chips, soda, kahawa, matumizi ya ghafla. Tatizo si 10,000 moja, tatizo ni 10,000 kila siku bila kujua zimeenda wapi. Unapoandika matumizi yako, unaanza kuona ukweli, na ukweli unauma, lakini ndio unaookoa maisha ya kifedha. 3. Pesa nyingi hupotea kwenye maisha ya kuonekana. Watu wengi hawatumii pesa kwa ajili ya mahitaji. Wanatumia pesa kwa ajili ya kuonekana. Kuonekana wana mafanikio, kuonekana wana furaha, kuonekana wako juu, mavazi ya kukopa, simu ya gharama bila mpango, matembezio ya kuposti mtandaoni. Lakini kumbuka hili, hakuna anayeposti presha ya mawazo usiku, hakuna anayeposti madeni, lakini deni halisahau. Maisha ya kuonekana ni shimo lisilo na mwisho. Kadri unavyojaribu kuonekana, ndivyo unavyozidi kupotea kifedha. 4. Pesa huvuja pale unapokosa mipaka. Kama huna mipaka ya kifedha, pesa yako itakuwa mali ya kila mtu. Rafiki ana shida, ndugu ana ombi, kila mtu ana dharura, lakini si maisha yako. Kusaidia ni jambo jema, lakini kujiangamiza si huruma. Mtu asiyekuwa na mipaka huwa hana mustakabali wa kifedha. Kujifunza kusema hapana kwa sasa ni hekima, si ubinafsi. Ukikosa mwelekeo wa pesa yako, wengine wataipa wao mwelekeo. 5. Pesa hutii anayejua malengo yake. Pesa ina tabia ya kumtii mwenye dira. Ukikosa malengo, pesa yako itatumika kuzima moto wa wengine. Malengo huipa pesa nidhamu, huipa sababu ya kukaa, huipa kazi ya kufanya. Jiulize kwa kina, ninatunza pesa kwa ajili ya nini? Maisha yangu ya miaka 5 ijayo yatakuwaje? Leo ninafanya nini kwa ajili ya kesho? Pesa isiyo na lengo huwa mtumwa wa mazingira, lakini pesa iliyo malengo hujenga uhuru. 6. Kipato kikiongezeka bila nidhamu, umaskini huongezeka. Watu wengi hudhani tatizo ni kipato kidogo, lakini ukweli ni huu: kipato kikiongezeka bila nidhamu, umaskini huongezeka kimya kimya. Mshahara unaongezeka, lakini matumizi yanaongezeka mara 2. Maisha yanapanuka, lakini akili haipanuki. Tatizo si kiasi unachokipata, tatizo ni jinsi unavyokitumia. Kama huwezi kudhibiti kidogo, hutaweza kudhibiti kingi. Nidhamu ya pesa huanza ukiwa mdogo, si ukiwa tajiri. 7. Pesa hupotea pale unapokosa uelewa wa fedha. Pesa bila elimu ni hatari. Ndio maana watu wengine hupata hela nyingi ghafla, lakini wanarudi pale pale walipokuwa. Pesa inahitaji akili ya kuisimamia, inahitaji maarifa, inahitaji subra. Jifunze bajeti, akiba, uwekezaji, hatari na faida.
Elimu ya fedha ni silaha, ni kinga dhidi ya urudia umaskini, ni daraja kutoka kuishi kwa bahati kwenda kuishi kwa mpango. Na sasa, sehemu muhimu zaidi. Ukishindwa kudhibiti pesa yako, pesa itakudhibiti. Usiulize tena, pesa imeenda wapi? Anza kuuliza, kwa nini niliruhusu iende huko? Mahali pesa yako inapokwenda leo, ndipo maisha yako yatakapokuwa kesho. Dhibiti pesa yako, elewa pesa yako, na pesa itaanza kukuheshimu.